Leo Machi 22 ya mwaka 2026 umekuwa mzito zaidi kwa taifa la Israel baada ya taifa la Iran kujibu mashambulizi na kupiga mji wa kusini mwa Israeli, mji unaofahamika kwa jina la Domina, kwenye moja kati ya kituo cha nyuklia, na baadhi ya taarifa ambazo zimeripoti juu ya athari mbalimbali ambazo zimejitokeza katika eneo hilo, ikifuatiwa pia na taarifa ya rais wa Marekani Donald Trump akitoa masaa 48 kwa taifa la Irani kuhakikisha kuwa wamefungua lango bahari la Hormuz. Nipo maeneo ya Gongo la Mboto na nipo na mdau ambaye nimeketi naye kwa hivi sasa, atajitambulisha kwa majina yake, lakini kubwa hasa tukienda kuangazia juu ya mzozo ambao unazidi kushamiri Mashariki ya Kati na kauli za viongozi wake. Nini muafaka wa haya ambayo yanaendelea hivi sasa? Hali yako iko vipi? Bana, mimi naitwa Mashaka Kidunda, ni mwenyeji hapa Gongo la Mboto. Kuhusu mzozo wa Irani na Marekani, ule kuisha kwake, labda watu wa Irani akubali kujisalimisha, lakini kama asipokubali maana yake mzozo ule utaisha. Na alafu Irani anapata kiburi cha kujitutumua kwa Marekani na Israeli kwa sababu kuna mashambuliano ya zamu kwa zamu. Lakini hata hivyo, katika mwendelezo wa vita ile, ina maana pale wa Marekani wao wanaogopa tu kushusha uchumi wa dunia, kwa sababu endapo watafanya tukio pale Irani ambao litaathiri watu wengi, manake na kumstakabali wa biashara, mafuta na nini, uchumi utaporomoka. Ila Irani hana ujeuri wowote kuweza kumshinda kwamba Marekani atampiga au atafanya lolote, ina maana ujeuri hana. Anayofanya hivi sasa ni kwamba anaionyesha nini dunia? Uwezo anao wa kushambulia wapinzani wake ama maadui wake, ama wewe unachokitazama hapo ni kipi hasa? Kama unasema Muirani ana uwezo, lakini anachokifanya hivi sasa kinazidi kuliumiza zaidi taifa la Israel. Dunia anaiaminisha kuwa yeye anaweza. Dunia anaiaminisha kuwa anaweza, lakini sasa lazima akumbuke kwamba Marekani anakofia kwamba yeye ni anakofia moja ya Umoja wa Mataifa, iko pale, kuna katibu mkuu pale, ule Umoja wa Mataifa una katibu mkuu, lakini hatujui mwenyekiti ni nani. Umeona bwana? Kwa hiyo Marekani anachojivunia yeye kuwa na UN pale, sawa. Kwa hiyo na huyu Muirani yeye anachojivunia kwamba yeye naye ana silaha za kuweza kujibu mashambulizi. Umeona bwana? Sasa basi Irani anajitutumua, lakini Marekani yeye anachokiogopa sasa hivi kwa Irani ni kwamba anaweza akaasili watu wengi kutokana na vita ile. Tamko ambalo amelitoa ama andiko ambalo amelitoa rais wa Marekani Donald Trump kuipa masaa 48 Irani kufungua mlango bahari wa Hormuz, unadhani ni moja ya andiko ambalo Muirani anaweza akalifanyia kazi katika masaa ambayo Marekani amemtaka afanye hivi? Irani hawezi akafanya, kwa sababu tayari mpaka sasa ana imani kwamba yeye anawaweza, kwa hawezi kukubali, ila atakubali endapo watafanya action yoyote pale Irani. Umeona bwana? Kwa hiyo Irani hatokubali mpaka apate shindikizo, na shindikizo lenyewe ni kwamba baada na wao wapate hasara zaidi ya pale waliona sasa, ndipo wanaweza kukubali. Lakini hivi hawezi kukubali kwa sababu wana matumaini kwamba vita anaiweza, lakini at least tusiongopeane. Irani atajitutumua, ila dakika za mwisho madhara yatakayotokea ni makubwa. Linazungumzwa swala la haki, na Irani inaonekana inapigania haki ya taifa lake dhidi ya kile ambacho anakifanya Marekani kutaka kuwachagulia viongozi wa kuiongoza taifa la Iran. Yupo sahihi kwa anachokifanya hivi sasa, na mashambulizi anayoyafanya ni yapo sahihi kwa upande wake? Pale kinachotakiwa pale, na maana pale demokrasia Irani hamna. Tukumbuke kwamba pale kuna mfumo fulani ambao umejiwekea kwamba akifa huyu anatawala huyu, akifa huyu anatawala huyu. Ina maana hakuna demokrasia kamili ambayo atakapokuwa kuna uchaguzi ambao mtu yote kamili, familia yote itakuwa na kiongozi. Sasa Irani wao, Marekani anachokitaka kurudisha utawala ambao wa kidemokrasia, ambao watu watapiga kula na watamtaka kiongozi wanayemtaka, sio kiongozi ambaye anapangiwa na ukoo.
Kwa hiyo pale kuna uongozi ambao wa ukoo kwamba akifa baba mtu atachukua mtoto, akitoka mtoto atachukua mjukuu. Sasa Marekani ile swala halipendi kwa sababu anataka yeye pale pawe na demokrasia ambayo watu watapiga kula wamchague kiongozi yote wanamtaka kutoka kabila lolote, dini yoyote. Asante. Lakini kuna kitu kinaitwa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu pale Iran, na ukifuatilia historia ya jeshi hilo kwa safari hii toka lifanye mapinduzi jeshi la Kiislamu, huyu aliyopo sasa hivi Mujtaba Khamenei ndiye mtoto, yani imeenda kama kwenye urithi, lakini ukitoka kwa mtawala wa kwanza kabla ya kuja Ayatollah Ali Khamenei, yeye hakuwa sehemu ya familia ya mtawala wa kwanza, huyu anahesabika kuwa mtawala wa tatu. Kauli yako huoni kwamba inakinzana na kile ambacho kipo ndani ya taifa la Iran? Kauli yangu mimi haikinzani kwa sababu yule aliyofariki hivi juzi aliyouawa alikuwa ana miaka mingi sana kwenye ule uongozi pale. Yaani nataka unamtaka, umtaki unamtaka kwa sababu alikuwa ni miaka mingi. Mpaka anakuja kuuawa na miaka takribani miaka kibao. Kuna wajukuu wamemkuta madarakani na mpaka wengine wamezeeka pale, yeye yupo madarakani mpaka anauawa. Na leo hii baada ya kufa akachukua uongozi mwanae. Maana yake mwanae hatujui anastaafu lini. Kwa maana hiyo Marekani mfumo ule wana utawala wao hawautaki kwa sababu unawanyima watu demokrasia. Kumbuka hapo nyuma palikuwa na migogoro. Ilikuwa kuna migogoro kwamba hata mwanamke pale haruhusiwi kuendesha gari. Ile mambo ikaja katatuliwa. Umeona bwana. Baadaye kuna migogoro kwamba raia wa Irani anapokuwa nje ya nchi ya Irani anapata haki zote za msingi za kidunia. Lakini raia yoyote anayetoka nchi yoyote kwenda Irani anafuata amri za pale ambazo kama zinakuwa zinamnyima mtu haki za binadamu. Kwa kauli ambayo unaizungumza, unaamini raia wa Irani wanataka hayo mabadiliko? Wanaotaka mabadiliko wapo wengi. Mpaka hivi vita vinavyopigana pale Irani, kuna baadhi ya watu vita hivyo havipendi, ila baadhi ya wale watawala ambao wamejiwekea mfumo kwamba wao lazima watakuwepo madarakani, wao ndio wanahitaji na washirika wao na jamaa zao na familia zao. Ila kuna watu ambao mfumo huu wanaoishi nao pale hawautaki, wapo na wengine wanawaua wale wa Irani. Wakishawagundua hawa wanakingana na mfumo wetu, wao wanawaua. Na juzi tuliangalia tu hadi Trump walisema kuna baadhi ya watu waliuawa baada ya kupima ule mfumo kuutenga, hawauhitaji mfumo wa Irani, wao wakawaua, wakasema hawa ni wanatuhujumu, wako pamoja na ushirika wa Marekani. Na anachokifanya Irani ni kuzoofisha nchi zote za jirani yake pale, majirani zake wote pale Irani, ili kuwapiga kuwatishia mikwala ili wawe waoga, ili yeye aonekane katika maeneo yale ya Uarabuni, falme za Kiarabu, yeye ana nguvu kupita kiasi. Wapo ambao wanaona kwamba Marekani anashindana na nchi ambazo zinahitaji au anaweka ugumu ama vikwazo kwa nchi ambazo zinahitaji kusimamisha dola ya Kiislamu. Umeizungumzia swala la demokrasia kwamba Irani haina demokrasia. Unaamini Irani kwa muundo uongozi uliopo kwa hivi sasa pengine labda unaweka katika usalama wa kulinda maadili, achilia mbali na mataifa mengi ambapo kwa hivi sasa tunaona mmomonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa zaidi, pengine tunaweza tukasema hilo nalo lizungumza linaweza likaleta athari kama hizo? Hilo nalozungumza haliwezi kuleta athari yoyote kwa sababu hata Marekani unavyozungumzia mpaka leo kuna misikiti, kuna watu wamefunga, wameswali Idi, sawa bwana, na watu wapo kule wana maadili mabovu. Umeona bwana, tukija hata Uingereza watu wapo kule, kuna makanisa, kuna misikiti. Tukienda Iraki sasa hivi tangu Saddam Hussein atoweke Iraki pale, Iraki yenyewe inajiongozwa kwa mujibu wa sheria ambao watu wanafanya demokrasia, wanapiga kula. Kwa hiyo ule ufumedume ambao kwa ule mfano wa kuwamiliki watu pasipo demokrasia, dunia sasa hivi haitaki hivyo. Dunia inatakiwa iende kwa demokrasia. Kila mtu anatakiwa awe kiongozi, sio familia fulani ndio iwe kiongozi. Sasa pale Marekani anataka kurekebisha mfumo ule ambao ulikuwepo, akifa mtoto anakwenda baba mtu anakwenda mjukuu. Sasa ile mfumo ule duniani haupo, na nchi zote zinazofuata mfumo ule zitaathirika pakubwa sana. Swali la msingi watu wanalojiuliza, hii kazi na Marekani amekabidhiwa na nani ya kurekebisha maeneo ambayo yanaonekana kama yamekosa demokrasia? Hili neno ambalo linatumika japo si salama sana, huu kiranja ambao wengi wanauzungumza amepewa na nani sasa? Mimi ninachofahamu Marekani ukiranja huu anaupata kwa sababu yeye
katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pale, kuna UN pale, kuna Umoja wa Mataifa, kuna haki za binadamu ziko pale. Ina maana sisi mpaka leo hatujui mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa ni nani, umeona bwana, ila tunajua tuna katibu mkuu. Sasa mimi tangu nakuwa mpaka leo nasikia kuna katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ila mwenyekiti hatujafahamu. Sasa anatumia dola yake kwa sababu yeye kama kilanja, kama yeye Umoja wa Mataifa uko pale, yeye kama mfano, yeye anaanzisha mfano nyumbani kwake, afu anaanzia na mataifa mengine. Na ndio maana tunashuhudia mpaka leo Marekani, Trump alikuwa rais, akatoka, demokrasia ikamtoa, akaja Joe Biden, akatoka, Trump akarudi. Ina maana ni demokrasia ya kweli. Sasa kuna nchi ambazo zenyewe zinataka ubeberu kwamba wao taifa hilo huwa liwe la kwao na familia zao na vizazi vao. Ndio ilivyo Irani. Irani sasa hivi taifa lile ni na yule shehe marehemu aliyokufa na mtoto wake na familia yake. Ina maana pale kuyupo rais, lakini rais yule hana maamuzi yoyote. Nchi inaongozwa pale kwa sheria za kidini. Sasa sheria za kidini kwa dunia sasa hivi kuna watu mchanganyiko. Ndani ya nchi yako unaweza kutoa Wakristo wapo, Waislamu wapo, madhehebu mengine yapo. Yaani madhehebu ni mengi. Kuna wasioamini Mungu wapo, sawa bwana. Lakini wote wana haki sawa ya kuishi ndani ya nchi yao. Lakini sasa inategemea pale Irani sasa hivi mfumo walioweka pale, yani kwenye nchi ile, ina maana wewe Muislamu usio Muislamu unatakiwa uishi kwa misingi ya Kiislamu. Umeona vizuri? Ukijenga kanisa wewe pale ni adui. Mtu akija akivaa nguo ambazo mwenyewe anahitaji labda kavaa suruali ni adui. Yani mtu lakini wao wakitoka nje ya Irani wanaenda kufanya wanayotaka wao kwenye nchi za watu. Lakini kwenye nchi zao huwa watu hawakubali. Sasa ndio maana Marekani ameangalia kwamba hawa wanaenda tofauti na mfumo wa dunia unavyohitaji. Kwa hiyo ameona jukumu analo la kurekebisha. Kama Marekani jukumu hilo analo na tulimpa wenyewe baada ya kuunda ule Umoja wa Mataifa ambao nchi zote zile wanachama ziko pale na ziko pale, kuna ofisi na kila kitu na katibu mkuu anahusika pale. Kwa hiyo mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa na hisi atakuwa ni Marekani, rais wa Marekani. Unavyohisi. Kwa sababu yeye ana mamlaka zaidi kwenye umoja ule. Na anapoongea yeye, maana nchi nyingine huaga zitafuata tu. Hata kama zitaongea kwamba hatutakuwa naye pamoja, lakini lazima watafuata kutokana wao wana nguvu kubwa. Hata kama wakija kwa mfano wakija Kenya waende wapi, Uganda, Burundi, yani wao wana uwezo kuingia kwa kivuli cha UN wakafanya yao na wakamaliza na wakaondoka. Kwa hiyo Muirani yeye anapigana pale na Marekani, lakini hajui anapigana na watu wangapi. Na yeye kivuli wanamwambia bwana, si hatutakuwa na Trump, lakini kuna baadhi ya watu wako nyuma Trump wanampigia simu, kama rais wa Urusi Putin alikwenda akampigia simu Trump akamwambia bwana, hivi na hivi tunaongeleaje kuhusu vita? Akamwambia ile vita kule tunatafuta tu demokrasia, lakini itaisha kwa muda mchache, alivyomwambia yule bwana. Na mimi naamini kwamba maneno ya Trump yatakuwa sahihi. Kwa sababu tangu nimezaliwa mimi na umri huu sijawahi kusikia Trump rais wa Marekani akaongea uongo au akatokea rais wowote akasema akapigana na Marekani. Kwa sababu kuna kauli kadhaa ambazo zinapingana na kila anachokizungumza. Mara kadhaa Trump amezungumza na hata waziri mkuu wa Israeli Netanyahu naye pia amezungumza kuhusiana na kuzuia uwezo wa kuzalisha ama kuharibu eneo la miundombinu ya kuzalishia zile ballistics. Lakini bado Irani inaendelea kufanya mashambulizi tena ya masafa marefu, hususan shambulio ambalo limefanyika katika usiku wa kuamkia hii leo. Unajua Irani hii vita ilikuwa asipigwe kabisa, wala ilikuwa haimuhusu. Ila Irani yeye anasema anajua ni kudume pale katika Arabu yote. Irani yeye hii vita ilianza Palestina na Israeli kama unakumbuka. Irani akanunua ugomvi kutoka kwa Wapalestina, akaenda kuwasaidia Wapalestina, akampiga Israeli. Chanzo cha chokochoko ya ugomvi huu ni Irani kwenda kumsaidia Palestina, akapiga bomu moja kwa moja kwenda Israeli, ili maana anamsaidia Palestina. Sawa, ina maana tayari kashajimilikisha eneo lote la mashariki, ile ni la kwake, analimudu, yani anajiweza. Sasa hiyo picha iliyoonyesha watu katika Umoja wa Mataifa wakaiangalia wakaona huyu bwana hayuko sawa. Kwa maana hiyo ndio maana ukitaka kumuuzi Marekani mpige Muisraeli. Hiyo inajulikana kote. Na rais wa Marekani ni lazima amtetee Muisraeli. Ndio katiba yao inasema hivyo. Hilo kumbe lipo kwa mujibu wa katiba. Yaani ukitaka kumuuzi Marekani mpige Muisraeli. Yeah. Kwa hiyo tangu nakuwa mimi nishasikia Muisraeli akionewa, Marekani lazima aingilie. Sasa uone unachokizungumza swala la demokrasia ni kwamba Muirani alikuwa anatafutiwa sababu ya kupigwa. Sasa hapo Muirani yeye ameingia, watu walikuwa wanamtafutia sababu kama unavyosema, lakini demokrasia kwa Irani, kwa sababu mtu kama Trump hawezi kuvamia tu vita bila sababu.
sawa, lakini baada ya kuona sababu imepatikana, ugomvi kule unatokea, ina maana huko anajifanya anamsaidia nani, Benjamin Netanyahu, lakini huku yeye ana lengo la demokrasia. Kwa hiyo sasa pale katika Umoja wa Mataifa Trump anaongelea habari ya demokrasia, lakini ukija nyuma ya pazia unakuta kuna Israeli. Kwa hiyo nyuma ya pazia kuna Israeli, lakini yeye kama yeye ukimfesi anakuambia kwamba demokrasia hamna, na kweli ukiangalia demokrasia kweli hamna, lakini sababu ya kuipiga Irani ilikuwa haipo, kwa sababu uwezo ukachukua nchi ya mtu kaenda ukaipiga tu bila sababu ya msingi, na umeona bwana, hata baadaye utakuja kulipa fidia nyingi, umeona bwana. Na ndio maana mimi nikakuwekea wazi kwamba Irani hana uwezo wa kujigamba kwenye kutunisha kifua kwa Marekani. Marekani yeye anakula ya veto, sawa bwana, yeye ana Umoja wa Mataifa hapa na haki za binadamu. Kwa hiyo ana uwezo kuambia bwana, wewe umekiuka haki ya binadamu, umekiuka hichi, umekiuka kutengeneza manyuklia masilaha makubwa, umefanya hivi. Hilo swala linawezekana kwa Marekani. Ndio maana Marekani mpaka sasa hivi sio kama anamshindwa Mwirani. Marekani anaangalia, anaogopa lawama itakayotokea baadaye. Hicho ndo kikubwa. Sasa wewe kwa maoni yako ama kwa jinsi ambavyo unaangalia mwenendo wa huu mzozo, tamati yake ni nini hasa kifanyike ili huu mzozo umalizike? Okay, tamati ili mzozo umalizike wanatakiwa Wairani yani wawe wakubali kukaa mezani, kwa sababu Trump anachokonoa watu wakae mezani tuongee yaishe, akiwa na maana anasubiria kuwaona watakuwa jeuri. Watakapokuwa jeuri maana yake dunia itawageuka, sio kama Trump peke yake, dunia itawageuka. Ina maana hata watu wa Ulaya wote watageuka, kumbe hawa ni majeuri, umeona. Na ndio maana pale imetumika kwamba bwana hawa tukae mezani tuyaongee, wakiwa na maana kwamba wakikubali tukae mezani tuongee, maana yake si ndio wamesalimisha. Ina maana wanaongea, wanamaliza tofauti zao. Na Mwisraeli kama vile alivyoambiwa, bwana mimi nitapigana hata miaka 10 miaka mingapi, lakini baada wale wakijisalimisha, ina maana wale baraza la Ulaya litawatetea kwamba hawa watu wamejisalimisha. Kwa hiyo haitakiwi tena vita, itabidi tupumzike hii vita, tuachane nayo, tuangalie hasara zimepatikana kiasi gani. Lakini kama Mwirani ataendelea kutunisha kifua, basi watu watambomoa. Mwirani atabomolewa, kwa sababu Mwirani kapiga nchi su 9, lakini zile nchi 9 hajapiga, hazina ugomvi naye. Yeye anapiga bezi za Marekani. Maana yake hapigani na nchi, anapigana na bezi ya Marekani. Ina maana angekuwa kweli wanapigana nchi kwa nchi, Mwirani asingetoboa. Lakini anapiga baadhi ya bezi za Marekani. Umeona bwana, ndio maana kuna waandishi wa habari wengine wanapotosha umma, wanasema kwamba huyu bwana Mwirani kapiga nchi zaidi ya 9 su ngapi su nini. Sasa ukiangalia kapiga Katari, kapiga Warabuni, kapiga bezi za Marekani. Ila Marekani au Israeli anapiga sehemu muhimu. Unakuta anapiga sehemu ya shule, anapiga sehemu muhimu, anapiga sehemu ambazo watu wanapata huduma za kijamii, hospitali. Sasa wewe ukishapiga hospitali maana yake utakuwa umefeli, sababu watu wakijeruhiwa wataenda kutibiwa na nani? Umeelewa? Kwa hiyo wewe utapigana, unapiga mabomu tu, unavuzuia kambi zile za kijeshi, lakini mwisho wa siku mwenzako anapiga sehemu muhimu. Kama anakupigia hospitali, madokta wamekufa, anakupigia sehemu zile za ambazo wewe unapata huduma za kijamii kwa siku zimekufa. Sasa wewe utakuwa unapigana vita, lakini nyumbani watu walemavu pakupeleka una. Hilo swala ndio nakwambia tunaliongelea juu kwa juu, lakini hili swala tusiwe na ushabiki nalo. Hili swala ni tatizo Afrika, ni tatizo Ulaya, ni tatizo sehemu yoyote, ni tatizo kwa sababu mafuta tunategemea huko, huduma nishati zote huko, lakini sasa tayari mlango umefungwa. Na yule bwana hakubali kufungua mlango mpaka apate shindikizo, na shindikizo lenyewe sio kwa maneno, lazima abomolewe njia ipatikane. Sasa wao watakavyoona huduma haipatikani, watambomoa njia itapatikana. Ndio maana ndio maana Ulaya wamekaa wasema jisalimishe ili atoe njia. Sasa kama atakataa na njia, maana watakao wajipange Ulaya. Sasa tunafanyaje? Tunapataje njia? Ina maana tumbomoe kwanza wao achanganyikiwe. Na ndio maana kuna baadhi ya uongozi wote uliuawa pale Irani, lakini wenyewe wanajipanga kushambulia. Ina maana ni vitu ambavyo haviwezi kuchukua muda mrefu. Ni muda huyo kutokea hapa Gongo la Mboto, yake maoni ni hayo. Hili swala anatamani Irani kubali kukaa mezani ili kumaliza tofauti za mambo ambayo yanaendelea hivi sasa na yanaleta athari kubwa ya kiuchumi kwa dunia kutokana na mfumuko wa bei za nishati, bei ya mafuta pamoja na gesi, kwa ongezeko la kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Kwa hapa sisi tunaweka nukta, sema tu asalamu alaykum.